Namuomba Mwenyezi Mungu kukupitia futari hii, na kwa vile tutakuwa tumefunga, tuko watu wa kada zote kubwa, tutamlilia Mungu wa mbingu na ardhi. Tutasema na Allah tukiwa katika vinywa vilivyofunga kabla hatujafungua na wakati wa kufungua. Tumwambie, ya Rabbi, tunakukabidhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umlinde, umhifadhi. Tunakukabidhi nchi yetu, uisalimishe, uilinde, na kila mwenye kutaka kuleta dhamira mbaya, uchochezi na mipango, njama na hujuma ashindwe, ili tupite salama katika uchaguzi huu. Hatimaye Mheshimiwa Rais aweze kuendelea kutuongoza vizuri na tupate viongozi wazuri katika nafasi zote watakaoweza kuipeleka mbele nchi yetu. Mimi Abdallah Idi El-Hadhrami, kama Sheikh wa wilaya Kigamboni, kama kiongozi mkuu wa Waislamu, lakini pia kama mwenyekiti wa kamati ya amani wilaya ya Kigamboni, kwa maana pia nikiwa ni kiongozi wa viongozi wa dini zote, niseme sisi kama viongozi wa dini tunaunga mkono sana mpango huu. Mpango wowote ambao utawakusanya watu kumlilia Mungu, mpango wowote ambao utafanya watu waweze kuijali nchi yao, sisi viongozi wa dini tunaunga mkono, na tumelikubali kulilea jambo hili, kulisimamia na kuhakikisha linafanyika kwa ufanisi na kwa nidhamu za hali ya juu na kwa ucha Mungu, ili ile dua na yale maombi na sala tutakazozifanya zile tija inayokusudiwa, na Mola Subhanahu wa Ta'ala apokee dua zetu ili tuweze kupata salama katika nchi yetu hii. Lakini lingine, kuna suala la ukarimu. Ukarimu ni katika tabia za Kitanzania, lakini ukarimu ndi dalili ya neema. Watu kama hawana ukarimu hawawezi kupata neema. Kwa hiyo tunawapongeza vijana kwa kufanya ukarimu, unaleta neema. Ukarimu unaondosha nekma, unaendesha mateso. Ukitoa ukarimu ukawakirimu watu kama hivi wakada tofauti, tutakuwa na mayatima na watoto na wasiojiweza wakala, unakuwa ni kinga wa kukinga dhidi ya mabalaa, kukinga dhidi ya mikosi na kukinga dhidi ya majanga na mitikisiko mikubwa. Kwa hiyo iftari hii pia tunapongeza ukarimu huu, na kwa ukarimu huu ambao wanakirimiwa watu, tunamuomba Mwenyezi Mungu aupokee na iwe ni kinga kwa nchi yetu na rais wetu na Mheshimiwa Samia, lakini iwe kinga kwa vijana walioandaa iftari hii, lakini pia iwe ni kinga kwa Watanzania wote kwa ujumla. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwenyekiti wa kalamu ya Rais Samia inaongea. Kazi yetu kubwa ni kuweza kumulika miradi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jukumu letu kubwa ni kuweza kuangalia kila mradi uliotekelezwa na Rais Samia, ndio maana inaitwa kalamu ya Rais Samia inaongea. Jukumu hili ni neema na ni fursa kubwa kwa waandishi wa habari nchi nzima. Wana jukumu la kutembea na viongozi hawa wa dini, wana jukumu la kuingia kila mkoa kwa ajili ya kwenda kumulika miradi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hodi wakuu wa mikoa, hodi wakuu wa wilaya. Mimi sio mzungumzaji, hili na jaribu kudokeza tu kidogo kwamba tutakapokuja katika mikoa yenu tunahitaji ushirikiano, mtuonyeshe miradi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tuna jopo la waandishi wasiopungua 70 mpaka 60. Tutakuja nao kila mkoa kwa ajili ya kumulika miradi iliyotekelezwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina yangu naitwa Mchungaji Gervas Samson Miombe. Napatikana pale Ringato Kigamboni. Watanzania wanaonisikiliza na wanaoniona, ninaamini kwamba kalamu ya Mama Samia wanajua nini naongea. Mengi yameongelewa, lakini nataka niseme kalamu ya Mama Samia pia wamama waliokuwepo kule mbali na wananiona na kunisikiliza wanajua kwamba imemtua mwanamke ndoo kichwani. Lakini pia kalamu ya Mama Samia inajua, wanajua Watanzania kwamba hata maeneo mengine leo hii hata kwenye vibanda vya makuti umeme umeingia. Hii yote ni kalamu ya Mama Samia inasema. Mimi niseme tu kwamba kwa ufupi, sitaki kurudia sana wenzangu. Mimi niseme tu kwamba hiyo tarehe ya 17 ambayo siku ya leo uandikishaji umeanza, mimi niseme kwamba hata maeneo mengine yanayoendelea, kujiandikisha ni muhimu sana. Kujiandikisha ndiko kutaka kutufanya kwamba kalamu ya Mama Samia iendelee kusema.
apate kula za kutosha, kwa sababu huwezi kwenda kupiga kula kama hujajiandikisha. Hata ukisoma maandiko yetu, nikiwa kama mchungaji, ukisoma kitabu cha Kutoka, inasema kwamba ni akina nani watakao kwenda, na mimi niseme kama mchungaji na makanisa mengine huko wanaonisikiliza, maaskofu, mashehe, kwamba siku tuanze kujitoa kwa wingi, tutoke kwa wingi kwenye majumba yetu. Tunao watoto ambao wamefikia umri ule wa kujiandikisha, tuwahamasishe wakajiandikisha. Tunao mabinti, tunao marafiki, tunao majirani, na hata mwenye pia usijisahau kwenda kujiandikisha, maana ni siku muhimu sana. Naitwa Abubakar Ahmed Abdussamad. Naomba nitangaze vyeo vyangu sababu mimi ni mtumishi. Ni amiru baraza kuu la jumuiya wilaya ya Kinondoni, lakini pia ni amiri mkuu wa umoja wa maimamu mkoa wa Dar es Salaam. Halikadhalika vile vile ni katibu mkuu wa Al-Islam Tanzania, na vile vile ni mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation wilaya ya Kinondoni. Haijatosha, pia vile vile ni katibu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa taasisi inaitwa TIKU, timu ya kuombea nchi yetu na viongozi wetu. Nipo hapa kwa ajili ya kuitolea maelezo kalamu ya Mama Samia. Mama Samia hakuibuka kama uyoga. Amekuja kwa taratibu na kubalika, Mwenyezi Mungu alivyopangia, lakini baada ya kupewa mamlaka, kalamu yake kubuni mambo ndiyo amewafikishia watendaji wake, tunayaona, tunafaidika. Mimi sitakuwa na msemaji mkubwa sana kusema sana mambo mengi, isipokuwa nitazungumzia kalamu ya mama ilipopita katika miundombinu. Kwa miundombinu Tanzania nzima, nyinyi ni mashahidi kwamba kila kona ya Tanzania, kila kona ya nchi, kuna watu wa kandarasi wanafanya mambo yao. Wanabomoa madaraja, wanajenga mifereji, wa mabarabara yanajengwa. Kwa hiyo ni ishara kwamba kalamu inafanya kazi. Sisi wakati mwingine unaona kero hapa na hapo unasimamishwa, ingia upande wa kulia, lakini faida yake baadaye muda mdogo tutaiona. Kwa hiyo sisi kalamu ya mama tunaipongeza sana. Mama kalamu yake inafanya kazi vizuri na sisi tunaifuatilia. Sisi kama shekhe, tuko na wenzetu wachungaji, tuko sambamba na kalamu ya mama katika kuyafuatilia yale ambayo anafanya. Sisi tumetangaza, tumekubaliana kwamba kuisupport kalamu ya mama na kuitangaza, tutaendelea mikoa yote ya mkoa wa Tanzania pamoja na wilaya zake. Kama alivyosema msemaji wa kwanza kwamba tunawaomba wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya watusapoti, watupokee kuiangalia kalamu ya mama ifanye nini, sababu tunakwenda kukutana na viongozi wetu katika mikoa. Watueleze na wao wanaionaje kalamu ya mama inafanya kazi vipi, kama wamemulika wakaona inafanya kazi vipi. Kwa hiyo tunaomba sana viongozi wa mikoa na wa wilaya watupokee na watu waone lengo letu hili nzuri. Allah atuwezeshe sana. Jina langu naitwa Zebedayo Mwangunda, natokea katika Umoja wa Injilisti Tanzania wa KITA, nikiwakilisha kalamu hii ya Mama Samia. Nataka nitoe tafsiri tu ya kawaida, maana Watanzania hawahitaji kuwaeleza kwa undani sana. Natakiwa tu tafsiri ya kawaida inayoonyesha amani yetu ya Tanzania. Tunapozungumzia Mama Samia kwamba ameweza katika eneo la amani, kwanza tunamuona ni rais ambaye anapenda maridhiano. Tumeona akiwa anajitahidi kutengeneza maridhiano, na mtu anayependa maridhiano ni mtu ambaye anapenda amani, ni mtu ambaye hataki mambo ya vurugu. Kwa hiyo anataka ile makubaliano, tufanye nini tuendelee na taifa letu. Kwenye eneo hilo tumemwona na inatafsirika kawaida tu, na tumeona akipigana kwenye hilo. Lakini tafsiri nyingine ya pili ambayo tunaona kalamu ya Mama Samia inaongea kuhusu amani, tunazungumzia habari za sisi kama watumishi tunafanya mikutano yetu
kwa amani. Hatuoni vurugu inatokea kwenye mikutano yetu, mihadhara na sehemu mbalimbali tunaofanya, na makusanyiko ya maombi sehemu zote. Tunaona tunaenda salama na tunarudi salama. Hiyo ni tafsiri ya kawaida ya kuonyesha kwamba Tanzania tuna amani ambayo Mama Samia amekuwa akiendelea kuisimamia. Lakini tafsiri ya tatu ya amani ambayo tunaiona kwa Mama Samia ni taifa lolote lenye amani. Watanzania najua wanapenda sana michezo, lakini tunaona timu zinaenda huku, watu wanaenda uwanjani, wanashangilia mpira, wanarudi. Hii ni tafsiri ya kawaida ya kwamba Tanzania kuna nini? Kuna amani. Lakini tukio lingine la nne, nchi yote yenye amani, tunaona nchi nyingi za Afrika zinakuja Tanzania kwa ajili ya kufanya mikutano yao. Tumeshuhudia viongozi wakubwa wengi kabisa ambao wamekuja hapa. Juzi hapa wamekuja viongozi wakuu wa nchi. Tumeona mikutano mingi inafanyika hapa. Kama kusingekuwa na amani, tusingeweza kupata hiyo mikutano. Mimi naitwa Ibrahimu Mrisho Msuka. Ni mwenyekiti wa taasisi ya Al-Islam Tanzania. Pia ni mwenyekiti wa Masjidi Mtakata iliyopo Kipunguni, Ukonga, Dar es Salaam. Pia mimi ni mwigizaji wa Bongo Movie. Kwa hiyo watu wasishangae sana kwamba hivyo mwigizaji anaweza kuwa shekhe. Mwigizaji anakuwa shekhe. Na ndio maana hata kuna filamu zinazoonyesha matukio ya zamani ya historia za dini, lakini wasingeweza kuigiza kama hawakujua vitabu vya dini. Kwa hiyo ni mwigizaji na pia ni shekhe. Nasema leo niko hapa kuitangaza kalamu ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba kalamu inaongea nini. Kalamu inaongea nini? Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Singida, mikoa yote, Kigoma, kote Tanzania nzima, kalamu ya Mama Samia inaongea nini? Tuko hapa kuwakilisha na kuweza kuwafahamisha Watanzania wote kwamba kalamu ya Mama Samia inaongea nini. Labda nizungumzie kidogo habari ya afya, elimu. Tugusie kwenye afya kidogo. Kalamu inaongea nini? Nafikiri Watanzania wanajua au wanaona tulikuwa tuna mazingira gani katika upande wa huduma za afya, na sasa hivi tuna mazingira gani katika upande wa huduma za afya. Zamani ilikuwa inatuchukua muda mrefu ukipata shida ya maradhi au ya afya, kupata kituo cha afya au kufika hospitali unachukua muda mrefu. Lakini sasa hivi karibuni kila kitongoji kina kituo cha afya. Kwa hiyo huduma za afya zimeboreshwa. Sasa hivi watu hawahangaiki sana katika masuala ya afya. Hii ni hatua moja kubwa sana ambapo kalamu ya mama inaongea au imeandika. Kina mama wameboreshewa huduma zao. Kipindi cha nyuma ilikuwa kina mama atakapokuwa tu ameshashika ujauzito, mwezi wa kwanza wa pili, mtu anaanza kupambana. Atafute vipi fedha ili ainunue ile package, siku ikifika ya kujifungua aende tayari ameiandaa hospitali. Lakini kalamu ya mama ikaona hilo, ikaona ifanyeje, inaandika vipi, ishushe mzigo huu kwa hawa wababa. Maana wababa ndio lazima wahangaike kuhakikisha hii package ya mwenzie inakamilika. Na je, akiwa mama peke yake anahangaikaje na ujauzito wake na kuikamilisha ile package? Kalamu ya mama ikaona hapana, ishushe mzigo huu, hii package itoke kwetu, itoke kwenye huduma za serikali. Sasa hivi mama mjamzito akifikisha kipindi chake cha kujifungua anakwenda tu hospitali, package anaikuta iko hospitali, hapati shida. Kalamu ya mama inaongea. Hizi ni hatua kubwa sana ambazo tunajivunia na tunatakiwa tuendelee kujivunia kuhusu haya.
na tutafute minzi za kumuongezea nguvu huyu mama, atushushe kwenye mengine mengi zaidi ya haya. Kwenye elimu tumefikia hatua kubwa sana katika masuala ya elimu. Elimu bure sasa hivi, kutoka darasa la kwanza huko mpaka chuo kikuu. Vijana wetu wanasoma bure, mikopo nafuu ya chuo kikuu, na haina masharti mazito, masharti ya kawaida kabisa kwa kijana wa Kitanzania. Hii yote ni kalamu ya mama. Kalamu ya mama imebadilisha mitaala, kuona kwamba tunawapa vijana wetu mzigo mzito. Hemu tuwarekebishie kidogo, tubadilishe hii mitaala, tuishie la 6, halafu baadaye waende sekondari. Vijana wetu kuanzia miaka 5 kama yuko vizuri aanze chekechea, mwaka 1 au 4, mwaka 1 wa pili aende darasa la kwanza, miaka 6 anatoka pale anakwenda sekondari. Kalamu ya mama, kalamu ya Mama Samia inaandika. Sasa hili tunalizungumza si kwa maana ya kulizungumza kujifurahisha sisi tuliopo hapa. Tunasema hivi,